Bwana The Gear, hii ndio sehemu ambayo wewe utaenjoy masuala yote magari. Unajua ina sababu nyingi sana za kufanya kipindi hichi cha The Gear. Mwaka 2016 nilikuwa nafanya kipindi kama hiki, na kulikuwa na mmoja kati ya mteja wangu ama mtu ambaye tutaka kufanya naye biashara. Mwaka 2024 alikuja ofisini kwangu na akaja na simu yake ambayo ina memory ambazo nilihifadhi kipindi nafanya kipindi 2016. Nilikuwa naelezea kuhusiana na vitu gani tahadhari ambazo zinatakiwa uzichukue ukiwa unataka kusafiri, vitu gani unatakiwa kubeba, nini na nini unatakiwa ukague. Yule jamaa alinote down katika simu yake na akaenda kwa fundi wake kwa ajili ya kuweza kuvitekeleza vile vitu vyote. Sasa hii inanipa mwanga kwamba jamii bado inahitaji vipindi kama hivi, na anatakiwa nalete vitu vingi sana kwa ajili ya kuokoa uhai wa watu, kuokoa hasara pamoja na matatizo mengi ambayo yanaweza kumtokea mtu ambapo anapokuwa anamiliki gari ama anapotumia gari lake. Hii ndio The Gear. Karibu katika show kali kabisa. So hii inaitwa Petrolhead, sehemu ambayo tuna discuss kuhusiana na magari, kuhusiana na teknolojia ama vitu mbalimbali. Sasa leo katika Petrolhead tunataka tu discuss, kuna maneno fulani hivi yanakuwepo sehemu mbalimbali. Ukienda katika migahawa wana maneno yao, ukienda hospitali wana maneno yao, ukienda ofisi fulani kuna maneno yao, maneno ambayo sio kawaida kuelewa kama wewe sio mmiliki wa lile eneo ama sio mfanyakazi wa lile eneo ama sio mtu unaofanao sana ile kazi. Sasa leo tunawaletea yale maneno ambayo yanakuwa yanahitaji ufafanuzi kidogo. Leo niko na mtaalamu hapa. Karibu katika show. Jitambulishe watu wakufahamu. Gabriel Florian ni technical personnel wa garage ya Debian Auto Solutions pamoja na technical personnel wa duka kubwa la spare jijini Mwanza, Gate Auto Parts Plus. Okay. Sasa bwana, sisi leo tuna vitu mbalimbali mimi nataka watazamaji wangu wavifahamu. Kwanza inapoongelea swala la garage, tunapoongelea mteja anakuja, fundi anasema gari hii, let's say gari hii ina kiduku. Kiduku anakuwa na maanisha nini? Kuna maneno ambayo yanasikika lakini mteja anaweza asiyafahamu. So mtazamaji, tunashumu mtazamaji ni mteja. Sawa. Kuna maneno ambayo tunapenda kutumia hapa garage. Ni maneno ambayo tunapenda kutumia kote. Garage zote. Garage sio kwamba kwa watu wote wataelewa, lakini sisi tutaelewa nini tunamaanisha. Kwa mfano tukisema issue ni kwamba tukisema gari na kiduku. Kiduku ni issue ambayo tutasema kwamba inashtuka, yes. Ndio urahisi wake, ni gari inakuwa inashtuka. Sasa hizo itatokana na sababu mbalimbali. Kwa mfano either itakuwa na complication ya gearbox, itakuwa kuna complication ya difu. Gari inachemsha, tunamaanisha kwamba gari inakuwa ina overheat, inazidisha joto kwenye mfuko wake wa upozaji. Kwenye mfumo wa upozaji wa gari kuna wa upozaji na yani kuna difference ya joto katika gari ambao limekuwa limezidi, joto inakuwa limezidi. Okay, kuna moja hiyo nilipata hiyo kali, sisi tulikuwa tunaita ilizidi sana uhudi. Wenyewe wanaita eti gari ya kimpapai. Unajua kimpapai? Yani kuna kabisa fulani kale kabisa, yani kuna ile bisi kubwa ile gari hata kutembea na shindwa, lakini kuna ile kabisa fulani ukiweka mkono kwenye gia hivi unasikia kama mtetemeko fulani hivi. Kimpapai kama vile plug hivi zikiwa zina changamoto, unasikia ukishika steering hivi unasikia kama ina vibrate kidogo, ama gia ukishika mkono kwenye gia pale kwenye gear lever pale unasikia kama mtetemeko kidogo. So hiyo ilikuwa inaitwa kimpapai. So kuna ile unasikia mtu fundi anamwambia mteja ama mteja anamwambia fundi ama fundi anamwambia fundi mwenzake, gari inagonga mguu wa mbele kushoto ama inagonga mbele au inagonga nyuma. Kuna maana gani hapo? Inakuwa inamaanisha kwamba mguu unamaanisha tairi. Yes. Na maana hapo atakaposema mguu wa kulia ama kushoto, na maanisha huo upande ambao anakuwa ameendelea kwa muda huo, na kuna kitu ambacho kinakuwa kiko sawa, inabidi kichekiwe. Kwa maana ile kwamba mguu unagonga, lazima ataspecify kwamba mguu fulani ama fulani, mguu moja kwa moja nenda kamera ataspecify ndio. Okay, na kuna ile gari inakaba.
gari inakaba. Ukisikia mtu anakuambia gari inakaba, nikiendesha gari inakaba. Kukaba kwenye gari inamaanisha kwamba mfumo wa upumuaji wa gari hauko sawa. Either kuna kuvuja, kwa sababu hapo tutaconsider kwamba kwenye gari hewa inayopuliziwa kutoka kwenye engine haiko sawa na inayotoka. Kwa maana unaweza kuvuja ama kuna sehemu hewa inaziba, haitoki hewa moja kwa moja. Yule mtu akikanyaga race haimalizi, ukishakutana na yule mtu anakuambia nikikanyaga race haimalizi, inakuwa na maana gani? Ikiaga race haimalizi ina maana revolution inavuka lakini haoni kwamba inamaliza kwenye speedometer. Lakini pamoja na hivyo hizo zinatokea sasa kwenye hizi gari mpya ambazo zina throttle ya umeme. Zile za kwanza changamoto katika kumaliza revolution, na sasa ikiwa parking yani haianze kutembea haina revolution kubwa, sio kama hizi gari za cable zinavuta sana. Halo, umeyapata yote. Sasa ukisikia mtu anakuambia gari haimalizi, gari yako haimalizi bosi, uelewe hicho ambacho anamaanisha. Sasa tuje kwenye maspare. Unajua moja kati ya changamoto ambazo hata mimi nakutana nazo ni kuhusiana na spare. Saa nyingine unakuta mtu anahitaji kununua spare fulani, lakini namna anapokutajia ile spare wewe mwenyewe unashangaa. Kwa mfano, kuna kipindi nilikuwa natafuta pump. Bahati nzuri ilikuwa pump ya pikipiki. Nikasema baby, Vespa viko vingi Zanzibar. Nikaenda Zanzibar. Nilitafuta sana pumps. Hamna mtu anaelewa. Mpaka nilipomuonesha mtu picha, akaniambia hii kumbe unatafuta panzi. Pump na panzi hadi nikawa sielewi hichi ni nini. Sasa tuje kwenye miguu sasa. Katika miguu kiongelea kuhusiana na wishbone ya juu, huko unaitaje? Wishbone ya juu sisi tunaita kama bawa. Bawa? Yes, tunaita kama bawa. Yes, utasikia unaita kiko hapa. Yes. Of course, mtu ataita ubongo wa tire, ataita kiko hapa. Lakini pamoja na hivyo kuna watu ambao sisi tumezoea mazoea yetu ni kwamba tutaweza kuita zile wishbone za juu na chini. Tunaweza kuita mabawa la chini na bawa la juu. Na sisi tunaweza kuzitema. Kuna nyingine wanaita mkono. Wishbone hiyo, wishbone ile ambayo imekaa chini unaita mkono. Ndio. Unaweza kuita mikono. Yaani unajua kuna terminologies ambazo sisi tunaweza kutumia kifundi na labda kwa muuzaji, lakini kwa mteja asielewe. Kwa hiyo kuna terminologies ambazo zitachanganya mteja, lakini mimi na muuzaji tunaweza tukaelewa. Mimi na fundi mwenzangu tunaweza kuelewa. Lakini ukija kumuelezea mteja anaweza sikuelewe au moja kwa moja. Lugha gani nyingine ambayo nimesahau kuwakumbusha watazamaji ili wakijue? Inawezekana labda kuna issue ambayo ni popular sana imetokea hivi karibuni, issue za masega. Masega ni nini? Masega hii ni kwa kitu wepesi wake waweza kuelezea ni mfumo wa mtusaidia katika upumuaji wa gari. Ni urahisi mmoja. Kwa hiyo ni ile catalytic converter. Afu ndo ile ndani umefananisha masega ya nyuki, kufananisha ndo wanaita masega. Sababu ndani ya catalytic converter kuna kama masega ya nyuki. Yes, amekaa kama mfumo wa masega. Sasa hizi discovery hizi kuna kuna ugonjwa wanaita gari imetaga. Sio kumpata hiyo. Ile imetaga mbele kushoto, yani imetaga zile zinatumia matic suspension booster zile. Kwa sometimes kukiwa na leakage ya booster ama kukiwa na pump bovu, gari ile inashuka chini. Kwa anaamua kusema gari imetaga. Kuna gari kuvuma. Sio kusikia gari kuvuma. Zinatokana na nini hiyo? Gari kuvuma ni sababu nyingi sana. Kwa ufundi unaweza kusema labda bearings zinavuma, diff inavuma, gearbox inavuma, ukiwa unatembea kuna mdumo fulani unaosikia ile kama kitu kwa kitu hapo. Yaani kwenye mzunguko wa gari kuna kitu unakisikia tu kama kinaita kinaita. Bwana, hii The Gear nadhani leo tumepata maneno mengi ambayo sisi tunayatumia, lakini leo lengo ni kukuambia na wewe hata ukiambiwa ujue maana yake ni nini. Bado kuna mambo mengi sana ambapo yanaandikwa, mtu anaweza kukuandikia kwenye ile gharama zako na usiweze kuelewa namna yanavyoandikwa. Kuanzia kwenye spelling, shock absorber itakavyoandikwa, lakini tuvumiliane, ndio namna pekee ambayo tunataka kuelewana, ni lugha ambayo tunaitumia ili tuelewane, gari ipone. Lugha ziko nyingi sana kwenye masuala ya magari. Kuna ile definition ya kukuelezea gari ni mbele. Mtu akikwambia kwa mfano, gari ina sehemu 4, kuna mbele na nyuma. Sasa mbele panaitwa front, nyuma panaitwa rear. Mbele kushoto ni front left, mbele kulia ni front right. Kwa hiyo inawakilishwa na F, front left ni FL. Alafu unaweza kuweka S.
left side, FLS, front left side, na kulia pia FRS, front right side, na nyuma inawakilishwa na R, rear left, kama ni nyuma kushoto itakuwa RS, na nyuma kulia ni RLS. No. Nyuma kulia rear RRS, rear right side, kushoto rear left side. Tumekuja kuwapa elimu kuhusiana na undercarrier. Sasa tulikuwa na maneno tulikuwa tunajifunza mwanzoni maneno mbalimbali ambayo yanatumika zaidi katika masuala ya magari. Sasa leo tunajifunza kuhusiana na undercarrier. Gari imegawanyika katika sehemu mbalimbali. Upande kutoka hapa kwenda chini unaitwa undercarrier. Upande huu yani body, hii inaitwa body. Alafu upande huu ni upande wa engine. Alafu kule ndani ni interior. So gari ina category tofauti. Hata unapokuwa huko undercarrier au unaweza kuita chassis. Hata unapokuwa unatafuta spare katika baadhi ya system za magari unaingiza chassis number, lakini kwa unaelezea let's say unataka nini? Unataka vitu vya chassis yani undercarrier kama vile choke up na bush na kila kitu, au unataka vitu vya engine. Vitu vya chassis ni vipi? Vitu vya undercarrier ni vipi? Ukisikia vitu vya undercarrier ama chassis ni vitu gani? Tunazungumzia kuhusiana na vitu vyote vilivyofungwa kuambatana na chassis ya gari. Gari una uwezo kuitenganisha kati ya body na chassis. Yani chassis ni zile tuseme zile chuma kubwa zinazopita katikati na body. Na hata kama unakuwa na gari unaweza kupata accident ukabadilisha body, lakini chassis ndio kitu kinachotambulisha gari, yani ile chuma la mwanzo ndio kitu ambacho kinatambulisha gari. Na chassis kila chassis ina namba yake na namba haziwezi kufanana. Lengo hasa ni kutofautisha, kujua kwamba chassis fulani ina kitu fulani. So chassis inapokuwa ni chassis maana yake ni ile chuma. Kwa pembeni pale unakuwa na unaweza kuweka cross member, kuna shock absorber, kuna steering rack, kuna tire dents, kuna rack ends, kuna wishbones, kuna vitu mbalimbali katika chassis ya gari yako. Kuna propeller, unaweza pia chassis ukaiattach na diff, unaweza ukaiattach unaweza ukaiattach na vitu mbalimbali, coil spring na vitu mbalimbali ambavyo vimekuja na gari. Lakini pia baadhi ya watu wanaweza kairefusha chassis. Tumeona watu wa Arusha huko wanairefusha chassis, na kuna watu ambao wanaamua sasa kuongezea baadhi ya vitu kwenye chassis. Unaweza mtu akaongeza tairi ikawa kubwa, au mtu anaweza kaongeza tairi size ama upana wa tairi ikatoka nje. Yote hayo anacheza na ile chassis ya gari. Okay, hii ndio chassis ya gari. Katika chassis ya gari kuna vitu vingi sana ambavyo unazingatia kabla haujaharibu vitu. Kuna vitu vingi sana unaweza kufanya ili kuprotect chassis ya gari yako. Tunaposema chassis tunamaanisha muda wote, kumbuka hii chassis inakaa katika maji, matope na kila kitu. Watu wengi wanaenda kufanya car wash, wanasafisha gari yao nje na ndani, lakini wanakuja kusahau kusafisha katika chassis. Kwa hiyo moja kati ya matatizo makubwa ambayo yanawakuta watu watumiaji wa magari ni kwamba chassis ya gari inakuwa ina matope na vitu vingi vinakuja vinapata kutu. Na wale wengine ambao wanaishi nchi kama Uingereza, wao wanapata matatizo makubwa zaidi, kwa sababu chassis za gari zao baadhi zinakuwa zina mazingira ya barafu. So barafu inakuwa inakaa katika lami ama katika sehemu za barabara zote. Kwa wanatumia chumvi kwa ajili ya kuyayusha ile barafu. Sasa ile chumvi na ile barafu inapokuja katika chassis ya gari kama hivi husababisha kutu kubwa sana, na inaposababisha kutu huleta madhara ambayo yanaweza kusababisha chassis yote kuweza kuharibika, yani kuoza. Tunakuja katika chassis, kuna vitu vya kuzingatia pia ili kuwa protected na chassis.
kabla hujapata matatizo. Moja kati ya matatizo makubwa sana yanayotokana na chassis ni kutokufungwa kwa vitu vizuri. Ukishakwenda workshop, mtu kafunga ball joint hajaitight, mtu hajaweka lock, mtu kafunga tairi hajafunga vizuri, tairi hajafunga vizuri, ni matatizo ambayo yanaweza kutokana na uzembe wa fundi na kuleta madhara katika chassis. Rubber boot ziko aina tofauti. Hizi rubber boots kazi yake ni kuweza kuzuia maji yasiingie sehemu mbalimbali. Kwa mfano hapa kuna ball joint. Hii ball joint unakuta imeshapasuka. Ikishapasuka kama hivi. Hapa hii ni rubber ambayo ni dust rubber. Hii dust rubber kazi yake ni kuzuia mchanga ama matope ama uchafu aina yote kuingia ndani ya hii ball joint. Katikati ya ball joint kuna kama grease ama lubricant ambayo imewekwa maalum kwa ajili ya kuwezesha ile gololi kuweza kuzunguka vizuri. So inapotokea ile lubricant inakutana na mchanga ama baadhi ya uchafu husababisha kufa mapema sana kwa hii ball joint. Hivyo katika baadhi ya sehemu kwenye engine, kuna sehemu unaweka engine oil, kuna sehemu unaweka coolant. Sasa huku katika chassis pia kuna lubricants nyingi ambazo unaweza kuweka huko. Kwa mfano kuna baadhi ya gearbox unaweza kuweka kupitia katika chassis, yani huko chini ya uvuvu wa gari, lakini pia kuna diff oil ambayo watu wengi wanaisahau sana. Gari inaweza kuwa na diff mbili, inaweza kuwa na diff ya mbele, inaweza kuwa na diff ya nyuma. Huwa inasahaulika kuwepo na inaweza kusababisha matatizo makubwa, diff kufa, ama inaweza kusababisha diff kuanza kutoa sauti, yani kuvuma. Chassis pia kuna sehemu ambazo usipojiprotect inaweza kuleta madhara makubwa sana. Hapa kuna kifaa hiki hapa katika chassis ambacho hii ni drive shaft. Unaona hii drive shaft. Sasa hii drive shaft kwa mazingira mengine ni kwamba nayo ina dust rubber. Dust rubber hii nayo kwa sababu ni plastic na inatembea sehemu mbalimbali, muda wote drive shaft hii inaweza ikatoboka, na ikitoboka ina uwezo wa kumwaga ile grease ama lubricant iliyopo ndani na kusababisha kufa haraka endapo itaingia uchafu na vitu vingine. So hii ni vitu ambavyo unatakiwa kuprotect kabla havijatokea ama kabla tatizo halijatokea. Sasa huku katika chassis unavyosema uprotect, ufanyeje? Namna ya kuprotect matatizo ya undercarrier, yani treatment ya kufanya undercarrier iwe sawa. Cha kwanza kabisa ni kuhakikisha gari yako haupiti katika mazingira ambapo ni hayana faida. Kwa mfano unaona kuna dimbwi, hakuna faida, na kuna njia nyingine au matope, unaweza avoid kupita sehemu kama hizo. Cha pili ni kuhakikisha gari yako chini ina sump guide ambazo zitakusababisha wewe endapo unaingia katika mashimo ama maji au sehemu mbalimbali kukulinda. Cha tatu ni kuhakikisha raba zote zilizopo katika gari, kuanzia katika ball joint, yani dust cover zote, katika ball joint, katika CV joint, drive shaft, raba zote hazijakatika na ziko sawa. Sasa umenunua gari tayari ina matatizo kama haya, ina kutu. Unaweza kufanya hivi, unaenda kwa wataalamu wakatengeneza ile gari yako kule chini kwa kuipiga msasa sehemu zote za kutu na kuandaa mazingira ya kufanyia protection gari ile isipate kutu. Inaweza ikawa tayari imepata, ukajitahidi kurudisha katika hali ni sawa kwa ajili ya kuprotect zaidi ya kutu inayofuatia, au inawezekana haina kutu lakini wewe ukaamua kuiwekea protection before, kwamba kabla haijapata kutu uweze kuwekea kuipiga undercarrier protection, yani rust protection katika undercarrier. Lakini cha mwisho kabisa, hakikisha unaosha gari yako undercarrier mara kwa mara, kuepusha matatizo kama udongo kugengania katika sehemu mbalimbali na kusababisha matatizo. Hii inaitwa The Gear, inaitwa Jerry ama 255 Jerry. Instagram page, unaweza kuangalia YouTube channel zetu, au unaweza kwenda katika Instagram ukacomment, yani 255 Jerry, ukacomment comment yako yote. See you. Karibu katika Ndinga, sehemu ambayo tunajua magari zaidi, tunafahamu magari zaidi kiundani. Sasa leo nina maswali kwa wewe mtazamaji, ambapo utaniambia kati ya hizi gari mbili zilizopo hapa, hii Suzuki Escudo
old model na hii RAV4 old model, gari gani ambayo ni ngumu sana. Kabla hujajibu chochote, unachotakiwa kufahamu kwanza nikupe details za gari hizi. Hii Suzuki na hii RAV4. Alafu wewe ndio utaenda katika Instagram page yangu, yani 255 Jerry, kudrop comment yako kusema katika details nilizokupa hipi ni umeona inastahili kuwa gari ngumu ama roho ya paka kuliko nyingine. Ladies and gentlemen, sasa imefika wakati wa kulinganisha vyuma viwili, wazee wa kazi, wakongwe kwenye hizi kazi, yani wagumu kabisa, wakongwe kwenye game hatari sana. Leo tuna Suzuki Vitara old model na upande huu tuna RAV4 old model. Kabla hujaamua yupi kali, hebu tuanze kujadiliana moja baada nyingine, tuone sifa zake, muonekano wake, body lake, na yupi ambaye wewe unaweza kununua gari ukaiacha. Upande wangu wa kulia yupo Suzuki Vitara old model, upande wangu wa kushoto yupo RAV4 old model. Tuanze na yupi? Mwamba huyu hapa, miaka 94-95 akatoka bwana. Alikuwa anaitwa MK1 au unaweza kuita Mark 1. Hii ilikuwa ni moja kati ya toleo ambalo halitakaa lisahaulike. Matoleo yalikuwepo mengi sana, lakini hii ilikuwa iko juu sana. Na kuna baadhi ya gari ambazo zilikuwa ni convertible, yani una uwezo wa kufungua roof. Sasa katika hizi gari zote pia zilikuwa zina engine tofauti. Kulikuwa na engine ya diesel na kulikuwa na engine ya petroli. Na hizo engine za diesel na petroli pia ilitoka matoleo ya manual na automatic. Mpaka hapo wewe ungechagua ipi? Drop comment yako katika page yetu ya Instagram, yani 255 Jerry, au unaweza kuja katika YouTube channel ukaangalia vipindi vyetu vyote vilivyopita. Sasa tuendelee. Kitu ambacho kama wewe sio mtumiaji wa Suzuki uwezi kukifahamu na utahangaika sana bila kusikiliza video hii ni hiki hapa. Katika harakati za kutaka kufungua bonnet, tumezoea kwamba gari nyingi bonnet inafunguka upande wa dereva, lakini ukija katika Suzuki ndio pale ambapo utadhania wamesahau. Lakini kama wewe sio mtumiaji au umezima gari, itabidi umpigie simu mwenye gari, na hizo sasa kumbuka kuwa na simu ilikuwa ni balaa tupu. Sehemu ya kufungulia bonnet ya Suzuki ilikuwepo katika draw ya kuwekea vitu, yani ile draw ambayo iko katika upande wa abiria unaifungua, alafu ndani utakutana na handle ya kufungulia bonnet ya Suzuki. Ndani sasa kuna sehemu ya chini ya miguu, kuna speaker katika milango. Na hii gari bwana ilipata siti moja kali sana, siti kama vile ya sports, sio sport, siti ambayo ina material ambayo hayawezi kusalisha joto pale ambapo unatembea umbali mrefu. Na kizuri zaidi, wale ambao ni warefu wenzetu na sisi, una uwezo kukaa na kitu kinachoitwa leg space, ile sehemu ambayo miguu inakuepo kwa watu warefu na wasipate tabu. Lakini kitu ambacho huwezi kukifahamu kama wewe sio mtumiaji wa hii gari, jack na uspana bwana viko chini ya siti. Unaweza ukapata breakdown njiani, ukaanza kuhangaika sana kule nyuma katika buti, ukahangaika sana kutafuta, lakini vinakaa chini ya siti na vinakaa comfortable bila kupiga makelele wala kuhangaika. Hii ndio Suzuki bwana. Sasa tumeingia side ya pili, ama tumeingia upande wa pili. Sasa tunamzungumzia mnyama mkali anaitwa RAV4 old model. Sasa RAV4 mpaka leo bado wanaendelea kutoa models mbalimbali na zimekuwa ni nzuri sana, na ni magari ambayo yanaonekana ni kama magari ya kifahari, magari mazuri ambayo kwa kweli price zake kwenye soko ni bei ghali sana, huwezi kulinganisha na baadhi ya magari mengine. Hapo nazungumzia toleo la kwanza bwana la RAV4 lilikuwa linaitwa Genesis, wengine wanaita RAV4 old model, wengine wanaita nini, lakini mwisho wa siku hiyo inaitwa Genesis. Ni toleo ambalo Toyota waliamua kutoa mwaka 1996 au 97, na hapo ndipo walipoona kwamba wao wametoa chuma, na ni kweli ni bonge moja la chuma ambayo imewahi kutokea, na sidhani kama kuna gari ndogo ngumu kama hii ambayo Toyota wamewahi kuitoa. Bwana, hii ni 4-wheel drive, ambapo tofauti na ile gari nyingine ni kwamba hii hauhitajiki kwamba lazima eti uanze kutia kigia cha 4-wheel wala 2-wheel. Hii ni automatic au unaweza kuita full time all-wheel drive.
ambapo unapokwama sehemu yenye utelezi inaweza kufanya matairi ya nyuma peke yake ama matairi ya mbele peke yake, au una option ambayo kuna kitu kinaitwa center lock button, ambao unaweza ukabonyeza button ile ambayo iko pale mbele katika dashboard na ikaipa nguvu matairi ya mbele na matairi ya nyuma sawa sawa, nguvu zinazotoka mbele na nyuma zote sawa, na kufanya gari kutoka sehemu ambapo imekwama. Hiyo ni moja kati ya sifa kubwa sana ya RAV4. Hii gari bwana, mimi nilishangaa siku moja miaka kadhaa nyuma, niliulizia bei nikaambiwa inauzwa gari kiasi cha kuuzwa milioni 18 enzi hizo. Sasa sijui ilipanda mpaka shilingi ngapi, sijui sasa hivi kwenye soko ni shilingi ngapi, lakini gari ambayo mpaka leo hii unaweza kuikuta showroom na inauzwa na inauzika vizuri sana. Inakuwa na engine ya 3S ambayo unaifahamu mimi, yani ya 4 cylinder 3S, ambayo consumption yake ya mafuta ni nzuri sana na ni engine moja durable sana. Sasa ni wakati wako sasa ku drop comment yako, ni kipi au gari gani ambayo imekuvutia kati ya Suzuki ama RAV4 old model, na ipi ambayo unaona kweli hii ni roho ya paka. Nenda Instagram, andika 255 Jerry, unaweza kudrop comment yako hapo, au unaweza kuingia katika YouTube na kututafuta The Gear na ukaweza kusubscribe pamoja na kucomment katika vipindi vyetu vyote. The Gear, asante kwa director Gabi, asante kwa director Dosa kuweza kusababisha show yetu ya leo ya The Gear.